idadi zetu itakuwa ni kile ambacho kwamba ni kadi zetu za kura. Hii serikali ya kaunti hivi karibuni tutatangaza kwanza kuandikisha vitambulisho kwa watu wote katika Mombasa hii. Katika upepo unaovuma kwa kasi ya kisiasa nchini, eneo la Pwani halijasalia nyuma. Limeamka, limejipanga na sasa linadai nafasi yake mezani pa maamuzi ya taifa. Methali semayo mwenye sauti hasikiki kwa kunong'ona inaonekana kuchukua nafasi yake, huku viongozi wa ukanda huu wakipaza sauti wakisisitiza haki yao ya uwakilishi wa juu serikalini. Siasa za Pwani kwa sasa zimeingia katika sura mpya ya ushindani, ushawishi na mikakati ya hali ya juu. Ni siasa zinazobeba kauli mbiu ya matumaini, lakini pia zenye chembe za mvutano wa chini kwa chini. Kama wasemavyo wahenga, penye nia pana njia. Na kwa viongozi kama Hassan Ali Joho na Abdulswamad Nassir, nia inaonekana kuwa moja: kuinua hadhi ya Pwani kutoka pembezoni hadi katikati ya uongozi wa taifa. Katika vikao vya kisiasa, mikutano ya hadhara na hata majukwaa ya kijamii, sauti zimekuwa zikiungana kama mawimbi ya bahari ya Hindi, zikitaka mabadiliko ya kweli. Hoja kuu ikiwa ni je, wakati umefika wa Pwani kushika usukani wa uongozi wa juu nchini? Mjadala mkubwa unaoendelea sasa unahusu nafasi ya juu serikalini, hasa uwezekano wa eneo la Pwani kupata nafasi ya naibu rais. Katika siku za hivi karibuni, viongozi wa kisiasa kutoka Pwani wamekuwa wakimiminika kwenye mikutano ya hadhara na hafla mbalimbali, wakisisitiza umuhimu wa uwakilishi wa eneo hilo kutoka uongozi wa juu wa taifa. Wengi wao wanamtaja Hassan Ali Joho kama chaguo bora kwa nafasi ya naibu rais, wakisema ana mvuto wa kitaifa na uzoefu wa kisiasa unaohitajika. Kuna makosa kuwa na ndoto, tuote tusiote, tusonge tusisonge, tujaribu tusijaribu, tupange tusipange, tunyoroshe tusinyoroshe, tuende tusiende, wakija tusije, wakileta usilete, wakileta noma, wakileta mbaya. Hiyo namna hiyo, hao ndio watu wa Mombasa ninaojua. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nassir amekuwa mstari wa mbele kuhimiza umoja wa kisiasa na pia kuunga mkono wazo la Pwani kupata nafasi hiyo ya juu. Amesisitiza kuwa hatua ya ODM kuingia katika serikali jumuishi haikuwa ya bahati mbaya, bali ni mkakati wa kisiasa wenye malengo ya muda mrefu. Video zako zitakuwa ni zenye kupotea katika haya masiku, lakini matendo yako yatakumbukwa milele na milele. Sisi tulidhania ya kwa watu watakuja na wazungumze ya kwa katika hii kaunti ya Mombasa tumeregister SHA nambari 1 kama Fakia alivyosema, we are anticipating kama SHA ni registration namba 1, payments ziweze kuingia katika hospitali zetu iwe namba 1 katika Kenya nzima. We were anticipating our partners, wale ambao kwamba ni wa hapa, waje wakae chini watuambie ikiwa mmefanya hili sisi tutawasaidiana tufanye hivi. Tulidhania ya kwa pengine Mwenyezi Mungu atawatia fahamu ya kwa ikiwa tunajenga hospitali ya Mjambere, tunamalizia hospitali ya Bofu, tuna hospitali 3 ambazo kwamba sasa hivi tutafanya ground breaking. Potrizi ile iwe haina haja watu kuvuka kwenda ICU. Jomvu, maeneo ya Kongowea, kuna hospitali nyingine ambayo kwamba tutaijenga katika maeneo ya Likoni. We were anticipating ya kwa wenzetu watakuja na kutuambia tushirikiane mikono namna gani. Ndani ya chama cha ODM, viongozi wa Pwani wameonyesha msimamo dhabiti kwamba ikiwa kutakuwa na muungano wa kisiasa kabla ya mwaka 2027, basi lazima eneo hilo lipewe nafasi ya juu serikalini. Wamekuwa wakisisitiza kuwa siasa za zamani zilizokuwa zikitenga eneo hilo zinapaswa kumalizika. Katika mkutano kama ile Eid Baraza jijini Mombasa, viongozi walieleza wazi kuwa wanataka kusawazisha uongozi wa nchi kwa msingi ya kikanda na kidini. Mimi nilipambana naye mara mbili, si nyote mnajua. Tulipambana hatukupambana, tuliendeshana mbio hatukuendeshana mbio, lakini mimi leo nasimama nyuma yake na muushi, kwa sababu huyu mtu ni Simba. Na kama tutapeleka mtu uko mbele kutuwakilisha, usipeleke paka, peleka Simba. Na Hassan Ali Joho
wa 2026 si Hassan Ali Joho wa 2004. Huyu mtu mashallah ameendelea mbele, mawazo yake yamebadilika, hikma yake imebadilika, na kila anapokwenda, na mimi nasafiri naye mahali pengi. Hapa kwetu Pwani ni Sultan wa Coast, tukienda Northeastern kwa ndugu zetu wa Somalia anakubalika kila mahali, tukienda Western, tukienda Nyanza, tukienda Kenya nzima anakubalika. Sasa kama ODM watachagua kiongozi awe deputy president, kama haki yetu as ODM, basi huyu anastahili kuliko anybody else. Hii inaonyesha mwelekeo mpya ambapo siasa za Pwani kita katika kudai nafasi badala ya kusubiri uteuzi. Hata hivyo, siasa hizi hazikosi changamoto. Kuna mvutano unaoendelea kati ya wafuasi wa Hassan Ali Joho na baadhi ya viongozi wa chama cha UDA katika eneo hilo. Wengine wanamuunga mkono Waziri Salim Mvurya au hata kuendeleza nafasi ya naibu rais wa sasa. Mvuto huu umepelekea hata Rais William Ruto kuingilia kati na kuwataka viongozi wa Pwani kuepuka migawanyiko ambayo inaweza kudhoofisha ushirikiano wa kisiasa uliopo kati ya UDA na ODM. Mbali na viongozi wakuu, wajumbe na viongozi wa ngazi za chini wamekuwa na nafasi muhimu katika kuunda mwelekeo wa siasa za Pwani. Wengi wao wamekuwa wakihamasisha umoja wa kisiasa na kuunga mkono ajenda ya Pwani lazima ipate nafasi ya juu. Hawa ndio wanaobeba sauti ya wananchi mashinani, wakisisitiza kuwa wakati umefika kwa Pwani kuacha kuwa kituo cha kupokea viongozi na badala yake kuwa chanzo cha uongozi wa kitaifa. Kipi ambacho hakijui in term of governance, in term of leadership? He was a member of parliament for Kisauni. He became an assistant minister. He was a governor for 2 terms. Now he's the cabinet secretary in the Republic of Kenya. What kind of a governance system and leadership system which he does not understand? Ni kipi ambacho Ali Hassan Joho hawezi kukifanya kama alichokifanya Kindiki, alichokifanya Rigiji, alichofanya William alipokuwa makamu wa rais na wale makamu wa rais waliopita nyuma? Ni kipi ambacho hawezi kukifanya? Kwa ujumla, siasa za Pwani kwa sasa zinaingia katika hatua ya ushindani na mikakati mikubwa. Mwelekeo unaonekana ni ule wa kudai uwakilishi mkubwa zaidi katika serikali kuu, huku Hassan Ali Joho akionekana kuwa kiini cha mjadala huo. Kadri mwaka 2027 unavyokaribia, ni wazi kuwa Pwani haitakuwa tena mtazamaji bali mshiriki mkuu katika kuamua uongozi wa taifa. Tumsikize Ali Hassan Joho. Mimi mtu nilimjibu ni mmoja tu, kwa sababu walikuwa juu yangu. Mtu mmoja, mimi mkiangalia siasa yangu and I challenge anybody, enda kaangalia kamili, kuna nikajibizana. Hata Suleiman Shah bado sikumtaja hata siku moja, nilikuwa nauza sera yangu wakati napambana naye. Mtu nilimjibu ni siku moja tu, ni mtu mmoja anayekuwa ni Uhuru Kenyatta, kwa sababu alikuwa ninamuona huyo jana, yeye ni rais, kama atanionea sioneki mimi huyo, na he was on top. Wenzangu wote tulikuwa tuna njia ya kufanya kazi. So ile kitu tunawaomba sisi watu wa Mombasa na wa Kenya kwa jumla, na mimi I'm saying ODM because mimi I'm a founding member of ODM. Nobody can teach me ODM. Nobody. When it was being formed, I was there. When the party grew, I was there. Malayo. And I am still there in ODM. And I want to persuade all of you, because I believe mimi nilikuwa naibu wa Raila Amolo Odinga for 10 years plus. Mimi, I was the deputy party leader of Raila Amolo Odinga. I believe in that party. I believe in the dream. I believe in the vision. And I believe because I am a part owner of the party just like you are. Sasa hichi chama nyinyi mlikijenga miaka 20, mtakiacha kweli? Hichi chama mlikijenga miaka 20 mtakiacha kweli? Na mimi nataka niwaambie, sisi we have our space in there. Nafasi yetu iko hapo katika hiyo chama. Nafasi yetu nini iko. Siku ikija kwamba tumeamua tunataka tuwe sasa the party leaders, we shall do that and nobody can stop us. The day we want to become party leaders of ODM at the right time, we will do that. But for now, let us come together and support truly the leadership of the party ODM.